kwa maana ya waliokufa, wanawake, wanaume, kwa umri, vijana, watoto, watu wazima zaidi ya miaka 35, kwa mikoa, kwa wilaya, vile vile na waliko kwenda kuzikwa. Watanzania wenzangu, nimekuwa nikifuatilia kwa makini na ukaribu sana mambo yanayoendelea hapa nchini kwetu. Hebu tusikilize kwa pamoja. Nadhani ni personal view, sina tatizo nalo, lakini ni mbali sana na namna tunavyotafuta ufumbuzi kwenye masuala haya. Kitendo ambacho wamekifanya walio madarakani, kuwa raia, tumeambiwa hapa mzee Warioba kwamba ni maelfu, na mzee Warioba ni mtu ambaye alikuwa ni namba 2 serikalini. Kwa hiyo ana sosi za uhakika ndani ya serikali, ndani ya vyombo vya usalama. Anapotamka data, tujue hiyo data ni verified, japokuwa sio mamlaka kutamka data, lakini ni verified. Kwa hiyo tunajua kwamba hao waliua wakiwa na malengo fulani, na lengo lao ni la kulinda mamlaka, basically sio mamlaka, madaraka ambayo yanatakiwa yatolewe kwa utaratibu wa kisheria na kikatiba, yatoke kwa raia, yakasimiwe kwa viongozi na wawakilishi. Hawa wakaamua kwenda shortcut, kuchukua bunduki kwa lengo la kutisha, nia ya kutisha watu, kwa kuua baadhi kadhaa, unaua kadhaa, unatisha wengine, wana giving, alafu unajigawia yale madaraka, mamlaka yao unajipatia bila kutoka kwao, unajigawia mwenyewe. Ni kama umekuta jamaa kaandaa pilau lake la Christmas au Idi au biriani yake vizuri kabisa na kuku, alafu wewe hujaandaa chochote, unafika pale nyumbani kwake, unamtisha, unamletea nyoka, pengine nyoka wenyewe wa kutengeneza wa Kichina, alafu anakimbia na familia yake, wewe unajisevu kwenye ile wali ule au biriani, unajihudumia, unakunywa na kinywaji, unaondoka zako, ukuchangia, ukukaribishwa, kuna stahiki ustahili kwa pale, lakini unajihudumia mwenyewe ezifu umepewa au umekaribishwa au una mandate ya kula chakula kile. Hawa waliofanya hivyo walikusudia haya tokee. Kwa hiyo kuwa kwa watu kinyume cha sheria hawakuwa kama ni tatizo, na kama tunavyojua na tumekumbushwa hapa na mzee Warioba, maandalizi yalifanyika miaka 2 mfululizo. Nilimsikia wakati ule Rais Samia akiwaeleza wanajeshi, tena akawaeleza baadaye, tena mwaka mmoja baadaye akawaeleza mapolisi, akiwaambia kwa message ile ile wajiandae na uchaguzi, bajeti imetengwa kwa ajili ya vyombo vya usalama kusimamia uchaguzi, kuhakikisha kunakuwa na uchaguzi salama. Lakini uchaguzi salama unahusianaje na sina bunduki? Unahusianaje na mapolisi? Unahusianaje na wanajeshi? Unahusianaje na magwanda? Na kimsingi wamefanya hata procurement. Tumeona magari mapya ambayo hayakuwa yametumika kabla ya uchaguzi. Tumeona wamefanya public procurement, wamenunua magari ya deraya kwa ajili ya uchaguzi na mabunduki na kila kitu. Sasa katika mazingira haya huwezi kusema kwamba tuache turudi normas, kwa sababu watu walikusudia kufanya uhalifu. Huu ni uhalifu wa kisiasa. Madaraka walipewa na raia for worse or for better. Kipindi cha miaka 5 iliyopita hawataki tena kurudi kwa raia kuomba madaraka yale, wanajichukulia wenyewe. Alafu wewe kwa lengo la kukutisha, alafu wewe unatishika, unasema ngoja turudi normas. Wao hawatarudi normas, wataendelea namna hii. Sasa watakuwa ni repeat, ni marudio kila wakati. Sasa tunatoka kwenye uchaguzi, sasa tutakuja kuingia kwenye pengine nani ana silaha bora zaidi. Kwa hiyo hata vyama vya siasa pengine havitakuwa na haja ya kuwepo, tutakuwa na vikundi vya kijeshi ambavyo ukiwa na silaha bora ukaua watu wengi zaidi, ukaweza kudhibiti tume, ukadhibiti makompyuta na data na technology, unajitangaza kuwa mkuu wa nchi au mbunge au diwani, inakuwa inatosha. Sasa mamlaka ya raia yatakuwa yako wapi? Hiyo jamhuri tuliyoipigania na kuipata mwaka 1962
itakuwa iko wapi na ni ya nini? Kama kuna haja ya kama kuna utaratibu wa kupata madaraka sio wa kidemokrasia conventional kama zilivyo jamhuri nyingine, bali ni utaratibu wa kutumia silaha. Kwa hiyo nadhani Mbongo licha ya maoni yake, kwa hofu yake au kwa urafiki wake na baadhi ya watu, lakini nadhani njia yake si njia ambayo inaweza ushauri wake sio ushauri ambao unaweza ukachukuliwa kama ni ushauri murua kabisa wa kusaidia Tanzania kutoka hapa ilikogota. Kwa hiyo ndio tunakuja hapa hoja ambayo ilikuwa inazungumzwa ya uwajibikaji, inatakiwa itiliwe maanani, ieleweke kwa raia wote, izingatiwe, raia wachukue mamlaka yao, waliochukua mamlaka ya raia kwa ujanja, kwa hila, kwa kutisha, kwa vitisho, kwa kuua raia wengine, wajue kwamba watu bado wana mamlaka yao, wanaweza wakayalinda, wakayasimamia na wakawatoa kwa wale ambao nadhani wanaweza wakawahudumia watu kwa kuwajibika kwa wanaotoa hayo madaraka badala ya kujichukulia kwa kutumia bunduki. Hiyo nimeileta tu kwa sababu sikuwa nimeipanga, nimekuwa prompted na alichozungumza Mbongo. Nadhani hilo ni moja. La pili, nilikuwa nimeliacha wakati nimezungumza juu ya mzee Warioba. Kuna swala moja ambalo nisikulizwa na sijasikia hapa inazungumzwa, ndio maana nimeamua kulirudia, na hasa na kupigia mstari. Takwimu au data siku zenyewe la Kiswahili, japokuwa kwa Kiingereza ni plural, Kiswahili sio itakuwa inakuaje, lakini data ya watu waliouawa, sio waliokufa. Waliokufa wanaweza kuwa wengi zaidi, kwa sababu kuna wengine wafia hospitali wakiwa wanaumwa, wakiwa ndani na nje ya nchi wanapelekwa matibabu, au walikufa. Lakini hao waliuawa, hawakustahili kufa, walipigwa risasi, wakaumizwa au wakafa on the spot kutokana na tukio la tarehe 29 Oktoba 2025. Kwa hiyo tumepewa data hapa, na tungekuwa na waandishi wa habari wangeanzia hapa. Bahati mbaya hatuna kama nilivyosema, lakini sisi kwa social media huku tunaweza tukaanzia hapo kusukuma mbele, kwa sababu tayari kuna watu tumesikia kwamba ni 10,000 walifariki, watu 10,000 walifariki. Tumeona wakati ule siku ya pili Jazira walitangaza watu 700, BBC nadhani walitangaza watu 800, CNN hawakudisclose lakini walisema ni maelfu. Kwa hiyo naweza nikasema kwamba pengine kwa muda huu tunatakiwa mjadala wetu tunapojadili, debate yetu hii ni public policy debate basically, natakiwa tusukume pengine mwenye data yoyote ambayo ina credible source atuweke hapa, tusisubiri hiyo tume ya jaji ya jaji Jaji Osman, pengine tusubiri ituletee data kwa sababu halo alikuwa anakukumbusha jina Chande. Nimeshakumbuka Chande Osman. Hiyo tume ya jaji Osman pengine tusisubiri, kwa sababu kwenye tiwara zake hakuna tiwara hata moja inazungumza juu ya kuleta idadi kamili au sahihi au data sahihi ya watu waliokufa. Haipo, na tunahitaji kujua waliokufa. Kwa neno la Kiingereza wanaita disaggregated data, kwa maana ya waliokufa, wanawake, wanaume, kwa umri, vijana, watoto, watu wazima zaidi ya miaka 35, kwa mikoa, kwa wilaya, vile vile na waliko kwenda kuzikwa. Hiyo data ni ndefu, ni disaggregated, ambayo haipo kwenye miongoni mwa watiowara adidu za rejea za hiyo tume. Kwa hiyo anaweza wakawa influenced na hizi debate zetu hizi ambazo tunazizungumza, tunazianilishi kwa public, wakaamua kutuongopea, wakaja na idadi yote tu wakapachika pale. Wanaweza wakasema walikufa watu 200, kama ambavyo tumekuwa tunasikia baadhi ya viongozi wa serikali wanasema si ni watu 100, si watu wangapi. Sisi tunasikia hapa informal hivyo. Nadhani kuna mmoja hapo ya mkuu wa mkoa ananisikia na sisi watu 70, si vitu gani. Kwa point house hapa ni kwamba tunahitaji sisi wenyewe sasa tuanze kufanyia kazi hiyo data, kutafuta ni hayo maelfu
aliyoyataja Jaji Warioba, na kama nilivyosema, Jaji Warioba sio kama mimi na wewe. Sisi tunaweza tukawa tumebarikiwa kusoma, tumebarikiwa kutafiti, tumebarikiwa kuengage na watu ndani na nje ya nchi, lakini pengine hatuna advantage ya kupiga simu kwa fulani ndani ya serikali alafu tukahitaji taarifa fulani tukapata. Mzee Warioba ana hiyo advantage ya kuaminiwa na watu ndani ya serikali wakampa hiyo data, na tumemwona juzi hapa amepiga picha na Rais Samia, tukaona na hiyo picha walisambaza watu wa Ikulu. Unaweza kufikiri sasa credibility alionayo namna ambavyo hata Ikulu inataka imtumie aonekane yanayo, wapate credibility kwa watu wanaotoka Bukoba. Nitoe mfano mmoja hapa. Kuna mnyama mmoja anaitwa Kanyamgolia. Kanyamgolia ni kamnyama kadogo sana, ila huwa kana marashi makali sana. Sasa chui ana marashi yake, akiwa anakwenda kwa mtu kuwinda mbuzi huko kijijini, bado kwetu kuna chui kule. Akiwa anakwenda kuwinda mbuzi au anakwenda kuwinda mbwa kwa mtu, anatafuta Kanyamgolia huyo, anajipaka kinyesi chake, ile marashi yanakuwa kama ya Kanyamgolia. Kwa hiyo harufu ya chui inaondoka, alafu wanyama au mbwa hatajua kama kuna chui karibu. Inakuwa rahisi huyo chui kuingia kwenye zizi akabeba mbuzi na kuondoka naye. Kwa hiyo tunaweza kaona kwamba ni kwa namna gani Mzee Warioba serikali inamtumia kama Kanyamgolia kujipaka marashi ili ionekane iko na credibility, inaaminika, inakubalika, vitu kama hivyo. Kwa hiyo pengine tuamini kwamba kwa maana anatoa data aliyotoa Mzee Warioba ni data ambayo itakuwa source, lakini sisi huku tuendelee vile vile kutafuta hiyo data. Ni elfu ngapi watu walikufa? Tuna working data ya 10,000, lakini pengine unaweza kazidi zaidi au ukapungua. Sisi tuendelee kutafuta hilo. Kwa hiyo ni jambo ambalo lilikuwa lizungumzwa wakati ule la kupigia mstari juu ya hiyo namba ya watu waliokufa. Ni key figure, ni key message ambayo lazima tuwe nayo tunapozungumza. Watu walikufa wangapi? Waliumia wangapi? Tunaelezwa vile vile kwenye media, na juzi tumeona ripoti ya Amnesty International, lakini vile ripoti hiyo haikuwa inazungumza kitu kipya. Ilizungumza kitu ambacho kimeshatangazwa na CNN, kimeshatangazwa na BBC, kimeshatangazwa vile vile na kwenye social media nyingi zilizokuwa tunapitia, kwamba kuna watu walikuwa wanapigwa risasi bado wanapumua, polisi wakaenda wakawachukua kwa amri wakapeleka mochwari, na wengine hawakwenda mochwari, walichukuliwa kwamba walikuwa ni wahalifu. Hajulikani kama walikufa huko walikopelekwa au ni wazima, na kama walikufa hajulikani walizikwa wapi. Kwa hizo data zote hizo zinatakiwa ziwepo, zionekane, tuweze kuwa na kesi mkononi mwetu. Tukiwa raia tunataka kuwajibisha hawa waliojichukulia mamlaka yetu wayarudishe, wajue tunajua hatujatoa mamlaka hayo. Walitutisha wakawa baadhi ya watu ambao tunajua, ili tuwaachie madaraka hayo, tusiruhusu haya yatokee. Hiyo ni jambo ambalo nitaka niliongee. La jambo la pili ambalo nilikuwa nimepanga kuliongea mwanzoni kabla hii intervention ya Mbongo ni swala la uzoefu wa dunia katika kutatua migogoro. Ni kweli tutahitaji uwajibikaji kwenye mambo haya kutatua tatizo ya migogoro ya kisiasa. Uwajibikaji ni mojawapo ya eneo ambayo inaitwa position. Raia wanaweza kawa na position ya kwamba mpaka uwajibikaji ufanyike, waliohusika kutoa amri ya kuwa raia, waliohusika kuruhusu bunduki na risasi ziende kuwa raia, waliohusika kupiga risasi kuwa raia, waliohusika kukusanya, kutesa watu walioumia na pengine kwenda kuwazika kwenye makaburi ya halaiki na mengineyo. Makosa yote hayo ya kibinadamu watakiwa wachukuliwe hatua za sheria, kwa sababu sheria zipo tayari. Hatuna sheria inayotoa nafasi ya mtu yoyote mamlaka yote, awe rais awe nani, kuamua kuwa raia bila due process ya sheria. Na tunajua kabisa kwamba mpaka kesi ya mauaji au vinginevyo pelekwe mahakamani,
ithibitike kwa ushahidi usiotia shaka kwamba huyu fulani X alifanya kosa la jinai ambalo hukumu yake ni kifo. Ndio sasa imeonekana ni kweli alitenda kosa hilo, alafu mahakama iamue huyo mtu aweze kunyongwa. Hivyo ndio utaratibu unaojulikana, lakini hatuna utaratibu wa mtu yoyote, mamlaka yoyote kutoa amri ya kuua raia. Je, mwenzangu, umejifunza nini